Tangu kung'olewa kwa serikali kadhaa barani Afrika kupitia mapinduzi, mataifa ya magharibi yamekumbwa na hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa ushawishi wao. Wakati huo huo, kundi la Wagner la Urusi, makomando wa Korea Kaskazini na fununu za usaidizi wa kiusalama kutoka Iran zinaibua hofu kuwa Sahel si tu eneo la migogoro ya ndani bali uwanja wa mapambano wa vikosi vya nje. Je, huu ni mwanzo wa muungano mpya wa kijeshi wa mashariki ndani ya Afrika? Wagner, kundi la kijeshi linalohusishwa moja kwa moja na Kremlin, limeshika mizizi Mali, Burkina Faso na Afrika ya Kati. Pamoja na kutoa mafunzo, ulinzi wa viongozi na huduma za kukandamiza upinzani, pia linadaiwa kufaidika kupitia mikataba ya madini. Lengo lao ni lipi? Kusambaratisha ushawishi wa magharibi? Hatua kuu ni ipi? Kuanzisha tawala zinazotegemea wanajeshi wa kigeni badala ya taasisi imara? Korea Kaskazini pia haijaachwa nyuma. Imechukua njia ya kipekee, kutuma makomando wa hali ya juu na wapiganaji waliobobea kwenye vita vya misituni, ujasusi na utekaji. Kwa kuwa hawana rekodi ya kikoloni barani Afrika, hujipenyeza kwa kauli mbiu ya mshikamano wa nchi huru dhidi ya mabeberu. Je, makomando wake 700 wako kwa kazi gani? Wanaweza kuwa walinzi, wakufunzi wa kijeshi au hata mawakala wa kisiasa. Hatari ni ipi? Hatari ni kuundwa kwa vikundi vya kijeshi visivyo chini ya sheria ya kitaifa. Je, Iran nayo ina nafasi gani katika muungano huu? Iran kama Iran haijatangaza rasmi uwepo wa wanajeshi wake Afrika Magharibi, lakini ripoti kutoka kwa mashirika ya kijasusi zinaeleza uwepo wa washauri wa kijeshi wanaosaidia kwa teknolojia na ufuatiliaji, mawasiliano na hata ndege zisizo na rubani, yani drones. Lengo lao ni lipi hapa? Lengo ni kuendeleza ajenda za upinzani dhidi ya magharibi kwa njia ya kidiplomasia na kijeshi. Tishio kuu ni teknolojia yao inaweza kusaidia serikali za kijeshi kukandamiza wananchi au wapinzani wa ndani. Kwa sasa, Burkina Faso ina makomando wa Korea Kaskazini, Mali ina maelfu wa wapiganaji wa Wagner, Niger inatishia kuanzisha uhusiano rasmi na Iran. Hii yote inaashiria kwamba ukanda wa Sahel unageuka kuwa ngome ya mataifa yasiyoegemea magharibi, lakini kwa gharama ya uhuru wa kidemokrasia. Katika miaka ya 60 na 80, Marekani na Urusi zilipambana kwa njia ya wakala barani Afrika. Makundi ya wanamgambo yalifadhiliwa na mataifa ya nje. Migogoro ya kikabila na kisiasa iligeuzwa kuwa vita vya kisiasa vya kimataifa. Sasa historia inajirudia, lakini kwa sura mpya. Wanajeshi wa kigeni, teknolojia ya kisasa, propaganda za kidijitali na vita vya kiuchumi. Wakati Sahel inageuka kuwa Afghanistan ya Afrika, taasisi za kikanda bado ziko kimya au zimepoteza uhalali. Swali kuu linabaki, je, Afrika inaweza kujinasua kutoka kwa siasa za mabeberu wa kisasa au itamezwa tena na mashindano ya mataifa makubwa kupitia mabovu ya kijeshi na ahadi za uongo za usalama? Nitupie maoni yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare makala zetu.